Itisha wadau kwa ajili ya mafunzo ya usalama na afya mahala pa kazi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya kutosha kwa wadau wa mfuko kuhusiana na masuala ya kuwasilisha madai ya fidia kwa wafanyakazi kwa njia ya mtandao. Lakini vile vile tunatumia nafasi hii hapa pia kuelimisha wadau shughuli mbalimbali ambazo zinazokuwa zinafanywa na mfuko, ikiwepo na mafao ya fidia kwa wafanyakazi yanayotolewa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Katika siku hii ya leo tuna wadau mbalimbali ambao ni wawakilishi wa waajiri. Hawa ni maafisa rasilimali watu, lakini ni maafisa usalama na afya mahala pa kazi, na tunakutana nao hapa kwa ajili ya kubadilishana mawazo, lakini vile vile kukumbushana namna ya kubaini vihatarishi katika maeneo yao ya kazi, lakini pale ambapo ajali au magonjwa yanapokuwa yametokea, namna gani ya kuweza kuwasilisha hayo madai, lakini vile vile tunataka kuwasaidia namna ya kuweza kufanya uchunguzi wa ajali zinazotokana na kazi na namna bora ya kuweza kudhibiti hizo ajali. Kikubwa na cha msingi zaidi, tunakusudia kuhakikisha kwamba wanapata elimu ya kutosha, na hii inaweza ikasaidia wao kupunguza ajali na magonjwa yanayotokana na kazi katika maeneo ya kazi, lakini pia inasaidia katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kupata taarifa kwa wakati na kuweza kuhakikisha kwamba tunazichakata na kuweza kutoa fidia stahiki na kwa wakati kwa wateja wetu. Kwa namna moja ama nyingine, hii itasaidia kuboresha sana huduma zinazotolewa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Aidha, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi tarehe 1 Julai 2025 tutakuwa tunaadhimisha kutimiza miaka 10 ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi toka ulipoanzishwa, na hii miaka 10 tunajitathmini na kuona kwa kiasi gani tumeweza kufanya shughuli mbalimbali za mfuko, changamoto ni zipi na hatua gani tunazoweza kuzichukua ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na hizo changamoto, lakini ili tuweze kutoa huduma bora zaidi. Tuna mipango na mikakati mbalimbali ya miaka 10 mingine ijayo, na tunataka tuhakikishe kwamba ile dira ambayo tulikusudia ya mfuko kuwa ni mfano bora wa kuigwa katika utoaji wa huduma za fidia kwa wafanyakazi barani Afrika, tunakwenda mbali zaidi, kwa maana ya kwamba tunairealize, lakini vile vile tunatekeleza na kuhakikisha kwamba isiwe tu barani Afrika, sasa tuende na iwe ulimwenguni kote. Tumekusudia kutoa huduma bora, lakini tunataka tuwe mfano wa kuigwa, na ninaamini kwa hapa tulipofikia, kwa hatua mbalimbali ambazo tumezichukua, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi unaweza kwenda mbali zaidi na unaweza ukawa ni moja ya taasisi ya mfano sio tu nchini, lakini vile vile barani Afrika na sehemu nyingine duniani. Kupitia hiyo program tumefanikiwa kupunguza ajali kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, kipindi cha nyuma tulikuwa na ajali nyingi zinajitokeza ndani ya mwezi, lakini sasa tunaweza tukakaa miezi 2 hadi 3 hatupati ajali. Kikubwa ni kwamba watu wengi wameshakuwa aware, wanatambua kwamba ni kwa kiasi gani wanapaswa kulinda usalama wao wakiwa maeneo ya kazi, lakini pia wanajua ni kwa namna gani wanapaswa wahakikishe usalama wa watu wengine, mali za mwekezaji zinalindwa. Kwa kikubwa sisi tunawapongeza WCF, wametufikia na sisi ni wadau wetu wa karibu sana wa masuala ya afya na maendeleo katika maeneo ya kazi. Jambo lingine, WCF wametuletea programu ya Vision Zero, programu ambayo inalenga kutoa elimu kwa watu, wafanyakazi na management. Kila mtu anatambua wajibu wake katika kuhakikisha anaokoa na kulinda usalama wa watu na mali za mwekezaji. Kwa hiyo kupitia programu hii sisi tumepata nafasi kubwa sana kupata elimu kwanza kwa watu wote kiwandani kwetu. Walikuja tukafanya seminar na trainings, tukafanya na practical mbalimbali, uwezeshaji ulikuwa mkubwa, watu walielewa, watu wamepokea vizuri program, na mpaka sasa tunaendelea kuimplement. Kiasi kwamba manager anajua nini anapaswa kufanya, mfanyakazi wa kawaida anajua nini anapaswa kufanya, na mwekezaji naye anajua nini anapaswa kufanya. Na wao WCF kwa namna yao wanakuja, wanatufikia, wanatufanyia monitoring, wanafanya risk assessment na mambo mengi sana. Kwa hiyo miaka 10 ya WCF katika hizo nyanja mbili, sisi kwetu tunashukuru na tunasema asante WCF, mnaendelea kutufikia. Sisi tunahakikisha usalama wa watu unalindwa na kuimarika kwa kiasi kikubwa, lakini nyinyi mmekuwa wadau wetu wa karibu sana. Tunashukuru sana kwa hilo. Ningependa kuongelea faida ambazo nimeziona kutokana na mafunzo haya. Tumeweza kuelimishwa kuhusu ni namna gani ya kutumia
tehama au teknolojia katika tunapo lodge complaints au kuendesha shughuli zetu zinazotokana na masuala ya fidia kwa wafanyakazi wale ambao wanapatwa na ajali. Pia tumeweza kujifunza sheria inayotuongoza au inayoongoza WCF katika masuala ya usalama mahala pa kazi na namna gani ambavyo sisi kama waajiri au waajiriwa tuweze kuzingatia na kufuata wakati wa kuweza na kuelimisha wafanyakazi wenzetu kuhusu namna gani wanaweza wakawa wana lodge complaint na taratibu zote kutokana na WCF. Mafunzo haya yameweza kutusaidia sisi kama waajiri kujifunza sheria zinazosimamiwa na WCF pindi ambapo mwajiri anakuwa hajatoa michango kwa wakati, pindi ambapo mfanyakazi anakuwa amepata changamoto yoyote, taratibu zinazotakiwa kufuatwa na WCF, na pale ambapo mwajiri anakuwa hajatoa taarifa ya wafanyakazi ambao wako katika taasisi, sheria zinazotakiwa kuchukua mkondo. Kwenye mafunzo ya leo nimejifunza vitu vingi, lakini namba moja ni msisitizo wa kujitahidi kuzuia zaidi kuliko kusubiri ajali ama matukio mengine kama hayo magonjwa kutokea. Lakini kwa habari ya fidia nimejifunza zaidi kuifahamu sheria, kufahamu mafao tofauti ambayo yanatolewa na mfuko. Nimependa zaidi ni namna ambavyo WCF wanajitahidi zaidi kutumia njia ya mtandao, kitu ambacho kinarahisisha uwasilishaji wa taarifa, lakini pia utunzaji wa kumbukumbu, kiasi kwamba hata taasisi ambayo inatumia mfumo huu inaweza kutrace taarifa zake kwa muda mrefu, kwa sababu mwanzoni ilipokuwa makaratasi inawezekana kulikuwa na upotevu wa taarifa, lakini pia upatikanaji mgumu wa kujua taarifa. Kwa kitu kikubwa ambacho nimejifunza leo ni kuifahamu zaidi sheria, lakini pia utekelezaji wake, namna ya kutumia mfumo pia, na vingine vingi sana kuhusiana na mfuko wa WCF na namna unavyofanya kazi.